majina naitwa Mrakibu Mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Joseph Ndonyani, kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Kagera. Leo tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka 2026 majira ya saa 8, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kupitia kituo cha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kituo cha Bukoba mjini ilipokea taarifa ya tukio la ajali ya gari ambayo ilikuwa inatambulika kuwa na namba kichwa na namba ya SSD 319 AB na tela ni namba SSD 998 AB. Hii gari ni gari ya mafuta na hii gari ilikuwa na tanki mawili. Kwa bahati nzuri kwamba tanki moja ilikuwa kabisa mafuta, lakini tanki nyingine asilimia chache ya mafuta imeondolewa na asilimia nyingine imeteketea. Na chanzo kikubwa cha tukio hili ni kwamba kutokana na ugeni wa barabara ya Uganda Road, dereva ilimshinda na hatimaye kuingia upande wa kushoto ambapo kulikuwa na kusababisha dereva kushindwa kuongoza. Na katika gari hii kulikuwa na watu wawili, kulikuwa na dereva pamoja na msaidizi wake, ikiwa na maana kwamba dereva hatukufanikiwa kuokoa kutokana na namna lakini msaidizi wake aliweza kujinasua, kwa maana kwamba kipindi moto unaanza hapakuwa na msaada wowote, lakini yeye kutokana na namna alivyobanwa ilimpa urahisi kidogo kuweza kujinasua na hatimaye kupata msaada kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera. Na mpaka sasa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limedhibiti asilimia kubwa sana ya moto, na sehemu ndogo sana ambayo ilikuwa imebaki nayo inadhibitiwa. Kwa hiyo tunategemea kwamba madhara hayataongezeka tofauti na haya tuliyokuwa nayo. Lakini wito wangu kwa madereva ni kwamba sehemu yoyote, uwe dereva ambaye ni mzoefu au dereva ambaye sio mzoefu, ni vyema kuchukua tahadhari ili kuweza kuepusha ajali ambazo zinaweza zikaepukika. Lakini pia niwashukuru wananchi wa maeneo ya Kitoma kwa kazi kubwa waliyofanya, kwa sababu wao pia wametoa taarifa mapema na Jeshi la Zimamoto limefika katika eneo la tukio mapema na kuweza kunusuru madhara ambayo yangeweza kuongezeka. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tunawaomba waendelee kuwa na moyo huu wa kutoa taarifa mapema ili tuweze kufanya maokozi ya mali pamoja na vitu vingine ambavyo vinastahili kutokea. Msingi tunawashukuru sana wananchi wa eneo hili la Katoma, specifically kwenye kitongoji hiki ambapo kumetokea ajali. Kwanza, kama nilivyosema, waliwahi kutoa taarifa, angalau ikawa rahisi kupata msaada, lakini kubwa kuliko yote, hawakuingia tamaa ya kutaka kuja kuiba mafuta. Kwa sababu kama wangeingia tamaa, manake ni wazi hapa tungelazimika kutumia nguvu kubwa, ikiwemo hata kupiga mabomu au matumizi ya nguvu nyingine ambayo ingeleta madhara zaidi.